من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Ndugu zangu mnaotusikiliza katika YouTube yetu hii Bilali Online TV, msiache kulike, kucomment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Leo tunazungumzia mambo ya Gaza. Tunazungumzia mambo ya Gaza na wa Palestina, ndugu zetu wa Palestina. Kama tulivyoona hawa madhalimu Mayahudi wamepiganisha vita Gaza. Wamepiganisha vita Gaza na wamepigana na Wapalestina. Wamepigana na Palestina. Lakini wakati huo tusisahau kwamba Mayahudi walikuwa wanasaidiwa na NATO, Mayahudi walikuwa wanasaidiwa na nchi za Kiarabu, Mayahudi walikuwa wanasaidiwa na nchi za Kiislamu, walikuwa wanasaidiwa na Palestina. Palestina ni watu wachache waliojitolea muhanga kwa ajili ya kuwasaidia Palestina. Nao ni Iran na vile na Yemeni na baadhi ya watu. Lakini Israel amepiganisha vita hivi kwa muda wa miaka miwili, na makusudio yake ya vita hivi alikuwa anataka aichukue Gaza iwe ndani ya mikono yake, kama alivyochukua baadhi ya nchi, ziwe katika mikono yake. Sasa kuanzia mwaka jana na mwaka huu, yote hii sasa yeye alijiandaa kuichukua Gaza iwe mali yake kwa mfumo wa kivita. Kwa hivyo amepiganisha vita kwa muda wa miaka miwili. Amepiganisha vita kwa muda wa miaka miwili. Katika miaka miwili hii, kwa kweli Yahudi ametia hasara sana, kuwatia hasara wa Palestina. Ameua ndugu zao, ameua baba zao, wake zao, watoto zao, ndugu zao, hata watoto wale ambao wanaolelewa ndani ya chupa kwamba bado hawawezi kustahimili, lakini pia walikuwa Waisraeli wanawaua. Kwa hivyo wametia hasara kubwa sana. Lakini katika uoni wa kibinadamu na wa kidunia. Lakini kiakhera hawa wa Palestina wote waliouawa, hawa wamekufa mashahidi. Kwa hivyo hakuna hasara kwao. Na kuna mtu mmoja katika watu wakubwa alisema mtu anayekufa shahidi atakapoingia kaburini akaoneshwa yale malipo yake ya ushahidi, basi huomba kama ingewezekana arudishwe tena afe shahidi katika kifo hicho alichokufa, afe hata mara 10, halafu arudi awe shahidi wa mara 10. Kwa hivyo kifo cha ushahidi ni kifo cha tudu sana, na ni kifo ambacho kina thamani kubwa sana. Na mara nyingi kwa sababu gani? Kwa sababu ni kifo kinachotokana na misingi ya dhulma. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema haizidi kwa madhalimu isipokuwa hasara. Mayahudi wakisaidiwa na Waarabu, wakisaidiwa na Misri, wakisaidiwa na nchi za Kiarabu, wakisaidiwa na NATO, wote wamepigana sawa, wamepigana. Lakini mpaka imefika miaka miwili hii ile tulioimalizia, basi Mayahudi wamechukua nusu ya Gaza, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuichukua nusu ya Gaza, sasa Allah mwenyewe katumia nguvu zake, katumia hikima yake. Mambo yamekwenda, lakini wenyewe Mayahudi sasa wamechoka na wamejua ndani ya nafsi zao hizi kwamba kwa kweli vita hivi sasa kwa wao ishakuwa balaa, kwa sababu sasa wanapokwenda mbele hawatopigana na Wapalestina tu peke yao, lakini watapigana na nchi nyingine zitawasaidia Wapalestina. Sasa walivyopima wao, pamoja na nchi za Kiarabu, pamoja na nchi za Kiislamu, pamoja na NATO na nini, lakini wamepambana miaka miwili ndio wamefanikiwa kupata nusu ya Gaza. Sasa na wakati hao wenyewe wa Palestina ni kundi dogo sana. Yaani na msaada wanapata kwa makundi machache sana, Iran na Yemen na wengine wako, lakini wao hawa NATO ilikuwa nyuma ya Waisraeli. NATO, nchi za wazungu hizi, umoja wa wazungu ilikuwa chini ya Israeli na watu wengine. Lakini vita hivi baada ya miaka miwili Israeli amesalimu amri,
Na kilichotokea sasa, amepiganisha vita vikubwa, ametumia mabomu, ametumia mabunduki, ametumia vifaru, ametumia mahelikopta na madege mbalimbali katumia. Ndani ya miaka miwili, usiku na mchana, Israeli anapigana, anaitafuna Gaza, na haja yake aichukue yote, alete baadaye waondoshe wa Palestina, aeke watu wake wa Israeli waishi pale. Miaka miwili vita vimekwenda, tunavishuhudia vya usiku na mchana, na dhulma nyingi zinafanywa, lakini mwisho haizidi kwa madhalimu isipokuwa hasara. Kilichotokea sasa, tunasema wazi kwamba Palestina, baada ya kuchukua vita hivi miaka miwili, Palestina imeshinda. Kwa sababu gani? Imeshinda kwa sababu wenyewe Israeli wameamua kuondoka. Ndani ya miaka miwili wanapigana, wamepata nusu ya Gaza. Lakini sasa hivi wao, kilichotokea cha ajabu, wao wamepata ile nchi, wamepata ile Gaza wameipata nusu yake, lakini vita ambao wamepoteza maisha yao, kwa sababu na wao vile sio kwamba walikuwa hawafi, sio kwamba walikuwa hawapigwi, sio kwamba walikuwa hawaumii, na wao wanaumia vile, na wamepotea wengi wakiwa ndani ya dhulma. Lakini matokeo ya mwisho yameshaonesha kwamba sasa wao wanaondoka Gaza, na ajabu inawaonesha wao wamepigana kwa muda wa miaka miwili, na wameondoka, wamepigana kwa vita vya usiku na mchana, lakini wao sasa wanaiacha Gaza, wanarudi walikotoka. Yani hakuna vita, wao wenyewe maamuzi yao tu. Wa Palestina sasa hawachukui hata bakora kuwapiga Waisraeli kwamba tokeni ndani chete, wala hawachukui silaha yote kuwapiga Waisraeli kwamba tokeni. Wao wanatoka sasa hivi bila ya kutumiwa hata bakora. Vita vya miaka miwili, na sasa wao ndani ya siku mbili, vita vya miaka miwili ndio wakapata sehemu hiyo, lakini leo wanaiacha hiyo sehemu ya siku mbili. Ndani ya siku mbili wao sasa wanaiacha Gaza, wanaondoka. Wameichukua Gaza kwa muda wa miaka miwili, wanaiacha Gaza kwa siku mbili tu, tayari washaiacha na wao wanaondoka. Haizidi kwa madhalimu isipokuwa hasara. Kwa hivyo ndio tunavyosema, ndugu zangu, watu wa haki daima watakuwa wenye kushinda. Wala kama tulivyosema mwanzo, kushinda haitegemei wingi wa silaha, wala haitegemei ukubwa wa jeshi. Kushinda inategemea ari ya moyo, na kwamba je, unapigana kwa ajili ya haki au unapigana kwa ajili ya batili? Kwa sababu yoyote atakayepambana kwa ajili ya haki ambayo anairidhia Mwenyezi Mungu, basi huyu atakuwa pamoja na Mwenyezi Mungu, na lazima mwisho wa mapambano yake hayo atashinda. Leo tumeshaona wazi, na hili linafaa liingie ndani ya vichwa vya watu. Miaka miwili anapigana Mwisraeli, lakini kachukua nusu ya Gaza, na sasa anatolewa tena kwa muda wa siku mbili tu. Vita alivyoshinda yeye kwa miaka miwili, yeye anatolewa ndani ya Gaza kwa muda wa siku mbili, ameshatolewa. Haya ndiyo mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunasema kama wanavyosema mashehe wetu wengine, nishawasikia wanasema kwamba dua wastainu bisabri wasala, jisaidieni kwa kusubiri na kusali na kuomba dua na kila kitu, mjisaidie. Leo inaonesha wazi kwamba Waisraeli wamekubali kwamba wameshashindwa, na sasa wanarudi walikotoka. Wameikamata nchi kwa muda wa miaka miwili, kupoteza watu wao wengi, mali zao nyingi, silaha zao nyingi, lakini baada ya kuchukua hiyo ardhi kwa muda wa miaka miwili, wao sasa ndani ya siku mbili wanatolewa ndani ya ardhi hiyo, na wanatoka pole wanakwenda kule walikotoka. Haya ndiyo mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Allah anatuonesha yoyote atakayefanya mambo yake kwa kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi yeye ndo atakayekuwa mshindi. Leo Palestina, watu wengi walifikiri kwamba sasa kwa sababu nusu ya Palestina ishachukuliwa na Israeli, kwa hivyo sasa Palestina hawi na nguvu tena. Lakini kwa mfumo wa Mwenyezi Mungu haukuwa hivyo. Wamepigana kwa muda wa miaka miwili, wakaipata nusu ya Gaza, na leo kwa muda wa siku mbili wanatolewa tena, haitumiki hata bakora. Wao wenyewe washakoma, washatubu, na wanarudi walikotoka.
Kwa hivyo tunasema ndugu zangu, haya ni mambo ambayo ya kuyafanya nini, ya kuangalia sana, na bado sio kwamba mambo yamemaliza. Ulimwengu unajiandaa kuwatoa Waisraeli wote katika sio sehemu ya Gaza tu, katika sehemu ile ambayo yote ambayo sio sehemu yao, basi wanaandaliwa kutolewa. Na ndiyo maana wao sasa wanaona njia makini na njia ya busara ni kujifanya kwamba wao sasa wamebadilika na wako tayari kukaa mezani, lakini hii yote ni propaganda ya kivita, ni propaganda ya Mayahudi. Wao ni watu wametegemea sana sehemu ya udanganyifu, kudanganyika na hada na mambo mengine na ulaghai. Kwa hivyo tunasema hili watu waliangalie, hili watu waliangalie, na ndio tunalimalizia. Israel ameshinda vita vile, akachukua nusu ya Gaza kwa muda wa miaka 2, lakini ndani ya siku 2 tena yeye amechukua silaha mbalimbali, amepambana kwa silaha mbalimbali, lakini ndani ya miaka 2 tayari sasa, ndani ya siku 2 Israeli inatolewa ndani ya Gaza, na Gaza imeshirudi kwa Wapalestina mali yao wenyewe. Na sasa tunasema inshallah Mungu yuko, Wapalestina watajitawala. Sio kwamba mambo yamemalizika, bado Wapalestina wanataka ardhi yao, na wa Yemen na Iran wasema lazima Yahudi atoke ndani ya ardhi yote ambayo sio mali yake, ndio patapatikana salama. Kwa hivyo tuendelee na dua, tuendelee na subira, lakini haya mambo ndivyo hivyo alivyowapeleka Mwenyezi Mungu. Aliyeshinda kwa vita vikali baada ya miaka 2, leo anatolewa yeye kwa muda wa siku 2, na wala hapana silaha yote kusema kwa maana yeye sasa anatolewa kwa vita. Hata bakora haitumiki. Huyo ndio Mungu. Assalamu alaikum wa duniani mwengine hapana. Inshallah Mungu yupo, Wapalestina watajitawala. Inshallah Mungu yupo, Wapalestina watajitawala.